Kwanza ndugu zangu, ni mimi kwa kukazia kidogo, lazima wapendo tujaribu kutofautisha kati ya akili na elimu. Ukifuatilia sana hivi vitu viwili utagundua kuwa ni ardhi na mbingu, yaani ni vitu ambavyo wakati mwingine vinakuaga mbali sana. Umeona? Kwa namna hiyo ni kwamba asilimia kubwa ya mifumo ya huku kwetu Afrika tunategemea elimu. Sasa elimu mara nyingi ina tabia moja ya kwamba inakufanya akili yako iweze kufanya vitu ambavyo imefundishwa tu. Yaani vile vitu ambavyo hujafundishwa hauwezi kuvifanya, hauwezi kuvifahamu, kwa sababu lazima tu vitu ambavyo unavifanya viwe ndani ya vile ulivyofundishwa tu. Yaani kama remote vile ambavyo unaweza kuicontrol TV yako kwamba uifanye hivi, fanye hivi. Lakini mfumo wa akili ni mfumo ambao ni wa kufikiri. Yaani unafanya kitu chochote kile kwa wakati wowote, hata kile ambacho mtu hakijui, iwe anakijua, lazima kinafanyika kwa usahihi, kwa sababu ni akili yenyewe huwa haitegemei formula maalum. Lakini elimu inategemea formula ambayo ni ya vitu unavyofanya. Ndio maana watu ambao wote tuliogusa darasa tunafahamu kuwa mtihani unatakiwa ujibu vitu ulivyofundishwa tu. Mnaona makosa alipoanzia? Yaani mtihani unaopewa darasani unatakiwa ujibu vitu ambavyo ulifundishwa tu basi. Nje na hapo hauwezi kufanya mtihani. Na wewe lazima ushike sana vitu ambavyo umefundishwa. Lakini tukija ulimwengu mwingine huku wa watu wenye akili, utagundua kuwa wote ambao wanagundua teknolojia huwa hawafuati formula ya elimu. Wao wanatumia akili. Ndio maana wanasema ugunduzi, mtu kagundua, amegundua kitu fulani, amegundua kitu fulani. Hakuna elimu inayogundua kitu, ila akili zinagundua vitu. Si kama tunaelewana ndugu zanguni? Kwa hiyo sisi huku tubaki tu na elimu ya kukariri kwamba kila kitu kiwe ni kile ambacho tunakifahamu tu. Ndio maana utasikia watu wetu ambao wanatutawala, viongozi wetu ambao wao ndio wasomi wakubwa wenye elimu asilimia kubwa, wao vitu ambavyo hawajawahi kufundishwa wanavikataa. Yaani unakariri, yaani utakiwa wewe uende na vile ulivyofundishwa tu. Ukisema hichi kingine ambacho kiko tofauti na ambacho wewe hujawahi kufundishwa, unasema hichi kwetu hakipo, hichi hatutumiagi hichi. Cryptocurrency sisi hizi hatuzijuagi hizi. Kwa sababu sisi hatugundui, sisi tunakuelimisha vitu ambavyo tu tunaambiwa sisi kwetu tuna hichi na hichi na hichi basi. Hivyo vitu vingine marukufu. I say, kuna watu bana wana akili wakagundua M-Pesa, kwamba yani mtu na miakili yake tu kagundua hivi, kwa nini nipate shida nitoke hapa nisafiri nikampelekee mtu hela? Si zimekuja simu humu kwenye simu message si zinaruka kwa nini nisirushe hela tu? Mtu kafikiria, acheza na akili yake vizuri, katumia mifumo, kalipua mzigo huu hapa, kauleta hadharani. Watu sijui na nini, sijui nini, utapeli sijui na nini. Mwisho wa siku bana, lipa kwa M-Pesa hapa. Lipa kwa wote waliokuwa wanakataa wale wenye elimu sasa, kwa sababu watu wote wenye elimu kazi yao ni kuchambua. Lakini watu wote wenye akili kazi yao ni kutathimini akili zao zile, kile kitu jinsi ambavyo kinakuwa. Tena watu wenye akili hawanaga muda mrefu wa kutumia muda mwingi wa kusema nafanya hichi nafanya hichi. Lakini haya mambo yapo yani kwa kiwango kikubwa sana kwetu huku sisi Afrika. Masuala ya elimu yametutawala, lakini ukiangalia pamoja na hiyo elimu ambayo tunayo, je, tunasogea? Lakini wenzetu wana akili, sio kuwa wana elimu.
kwa sababu mwisho wa siku hata uwe na midegree na midiploma, hiyo ni kitu ikitolewa kichwani, kichwa kinabaki kopo. Lakini mtu mwenye akili, wewe usimpe kitu chochote, akili yake inaweza kusensi vitu ikavifanya kwa usahihi yani inachemka. Unajua iko hivi, yani kuna wakati ubongo wa binadamu unaweza ukawa ni sawa na betri tu hizi tunazo charge hizi. Yani sasa inategemeana, je, wewe ukichajiwa unatumia muda gani kuweza kufanya kazi? Wakati mwingine nachukuliaga mfano, huenda sisi ni kama tu hizi computer laptops hizi ambayo imekufa betri na ile ambayo ina betri nzima. Kwa maana hiyo ni nini? Tunategemea wote umeme. Ile laptop iliyokufa betri ndani yenyewe, umeme ukizima pap, haina kitu tena. Yani wewe utaiona, yani kila kitu kipo, mifumo ipo, ila haiwaki ngo. Lakini ile laptop ambayo betri yake ndani imo, yani ubongo unafanya kazi, umeme ukikatika yenyewe inaendelea kufanya kazi kama kawaida. Kwa maana hiyo ni nini? Ni kwamba mtu yoyote ambaye amepitia system ya elimu alafu akili hazimo, yani kule ndani ubongo haufanyi kazi, kinachofanyika yeye ana adapt elimu na mambo yote ya kuelekezwa tu. Yale ambayo hajaelekezwa akili yake haiwezi kuyatambua yana umuhimu gani au yana ubaya gani, yani yeye huko hayupo. Na wanakuaga wabishi sana kwa sababu yeye anachokifahamu ni kile ambacho kipo tu. Kwa hiyo ni kwamba asipoamrishwa, asipotumwa, asipoambiwa, yeye haelewagi. Sawa? Hebu uone utofauti. Umeme unakatika pap, kitu kimezima. Umeme unakatika pap, kitu kinafanya kazi. Sasa mtu ambaye anategemea mfumo wa elimu tu, vitu alivyosomea yeye, anaamini makaratasi hivyo na utaalamu huo lakini vikija kinyume au tofauti hawezi kuchanganua hapo. Anabaki hapo kwenye njia kuu. Kwa hiyo inatusumbua sana hii. Sasa unajiuliza hatari iko wapi? Alafu inashangaza kidogo. Kuna kauli nimesikia anasema, kiongozi anasema, kwa mfano hizi cryptocurrency zenyewe ukiitaka kuwithdraw hauwezi kuipata kwa sababu haina shughuli ambayo ni ya kiuchumi. Sasa alafu zipo ambazo ni stable na ambazo sio stable. Sasa mimi najiuliza, kumbe huyu mtu hivi vitu ameviona na yeye anavifahamu. Currencies tofauti kaziona wapi? Wana muda hawa watu, wanakaa na wenyewe wanaangalia. Hawa watu kwenye laptops zao wana Binance hawa watu. Kwa sababu mtu ambaye hana Binance, hana exchange yoyote, cryptocurrencies zingine hizo kazijua wapi? Kama hajawahi kuwithdraw, amejuaje kuwa hauwezi kuwithdraw? Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kukutajia aina ya dhambi kama hajawahi kuziona. Sijui kama mnanielewa, niwasanue kitu. Viongozi kama hawa, cryptocurrency sio kuwa hawajui wala hawaitaki. Wanaifahamu na wanaiona inavyo function kabisa. Lakini utofauti ni kwamba cryptocurrencies na hizi fiat money hizi, yani hivi vitu babake ni Simba na Yanga. Yani kama mlikuwa hamuelewi, yani ni paka na panya. Kwa sababu cryptocurrency inatoa udhibiti. Umeona? Hizi mabenki wao wanataka udhibiti. Wanapenda utawala. Kwa sababu gani? Wao wamezoea hii mifumo, wanaiendesha, na katika kuiendesha, kuicontrol, wananufaika. Kwa sababu mwisho wa siku, hata kama wao binafsi, hata kama sio faida ya serikali kwa ujumla, hata wao viongozi binafsi napo wananufaika. Kwa sababu ndo tunasikiaga kuna vitu ambavyo kama hivyo wanasema rushwa. Umeona, tunasikia ufisadi. Kwa nini? Kwa sababu humo kuna madili, kuna kuprinti hela. Vyote hivyo ni madili. Umeona, kuna mambo mengi ambayo wananufaika kupitia hiyo mifumo ya hiyo mifumo ya kiutawala. Asa tukija kwenye crypto inaenda kuleta uhuru kwa jamii yote.
Yaani mtu yoyote awe sawa na awe nacho cha kwake cha halali ambacho hakina makorokoro. Hebu oneni, niwape mfano mdogo jinsi ambavyo mabenki sasa hivi yanafanyaga. Hebu niambie, ni wangapi ambao walikuwa wana hela kwenye maakaunti ya mabenki, sawa, kwenye maakaunti ya benki, wamefariki kwa ndugu zao hawajui? Au je, mshawahi kusikia mabenki yapo katika kutangaza majina ya watu walioacha akaunti zao zikiwa na thamani kiasi fulani, wapo kutafuta ndugu? Labda tuje hapo. Je, mshawahi kusikia mabenki au BOT washawahi kuweka utaratibu ambao umewekwa wazi kabisa, unafahamika na jamii kuwa masuala ya kifinancial, benki akaunti ambayo inakuwa mmiliki hayupo lakini ina thamani ndani, utaratibu wake ni hivi na hivi, ili jamii iwe inajua. Hata wewe unayemiliki benki, hakunaga mwongozo ambao ushawahi kuambiwaga kwamba labda ni wazi kwamba watu wanajua kuwa wewe akaunti yako ukifa labda inakuaje. Ndio hivyo. Kwa hiyo ni mamilioni ya pesa, ni mapesa mengi tu ambayo ni free money kutoka kwa watumiaji. Hata hizi M-Pesa, tuna vijana wetu wanakufa kwa bodaboda, maskini ya Mungu katoka mikoa ya mbali huko amekuja kutafuta maisha, bahati mbaya akapata ajali na bodaboda yake hafahamiki ni wapi, anakuja kufahamika lakini ndugu zake hakuna ambaye anajua alimiliki laini ya namba gani, sijui kulikuwa na nini. Hayo mambo tuzingatii sana. Ni mara chache sana kuona watu wanafuatia kwenye laini kulikuwaga na nini, kumbe kulikuwaga na kiakiba chake alikuwa anajiwekea. Mimi ni shahidi, nishawahi kuona, nishawahi kumsaidia dogo mmoja hivi. Sorry jamani, lakini inasikitisha kidogo. Yule mama alikuwa ni mjasiriamali tu, mama anauza mboga. Siku ameenda kuuza mboga hizo, mimi nishawahi kufanyaga haya masuala ya freelance, haya masuala ya kuactivate sim cards, haya usajili line kipindi cha nyuma bana. Yule mama ghafla tu sokoni watu wakaanza kupiga ukunga, akawa tu amejisikia kama kichwa hapo, anaambia wafanyabiashara wenzake pale, jamani kichwa lakini kinaniuma. Mara ghafla akaanza kubadilika, wakamkimbiza hospitali jirani, basi ni wajuzi, akawa amepoteza maisha hapo. Watu walipiga ukunga sana, yani tulisikitika mno kwa sababu tulikuwa tunamfahamu, alikuwa mkali, maana alifariki ghafla na afya yake kabisa. Sasa ile line yake kumbe ilikuwaga na hela. Siku moja baada ya muda fulani kupita, yule kijana wake nilikuwa nafahamiana naye, mwisho wa siku akaja kupata message moja hivi sijui. Sasa huyo mama kuna mtu alikuwa anamdai, alimrushaga shilingi 5,000 tu. Sasa katika kumrushia 5,000 ikawa inasoma kama 300,000 na shilingi 5,000. Ina maana 300,000 ilikuwemo mle kwenye ile simu. Yule mtoto akawa hajui, alipoiona ile message katika kuulizia akaona sasa hii sio inafanyaje. Yule mama line yenyewe hakutumiaga vitambulisho vyake, alitumia tu vya watu. Lakini kwa kuwa na mimi nilikuwa nafahamiana na baadhi ya viongozi fulani, nikapambana kuweza kufanya miamala iweze kwenda sawa. Alisaidiwa yule dogo, ila alikuwepo ajui kama kule ndani kulikuwa na hela. Umeona? Kwa hiyo sasa tangia hapo nikaanza kuwaza kwamba kumbe ni wangapi ambao wanakuwa wamefariki akaunti zao zimeacha hela, na huwa benki zinapeleka wapi hizi hela? Na kama hizi hela za benki zina uhusiano na serikali, kwenye hichi kipengele serikali imewahi kuweka wazi kwenye matumizi yapi ya hizi hela ambazo zinapoteaga za wananchi, wanakuwa wameziacha kwenye maakaunti, zinafanya kitengo gani? Hata kama ni matumizi tu ya kawaida, kwamba hizi hela, kuna hela ambazo zimejenga shule. Hizi hela ni hela ambazo kama ambavyo tunajuaga kuwa hela za kodi zinajenga mashule, hela za kodi zetu zinasaidia maji, zinasaidia nini, maendeleo mbalimbali. Je, hela zinazopoteaga za wananchi kwenye mabenki, na mabenki yako chini ya serikali, hizi hela mbona hazinaga uelekeo? Kwa hiyo ndugu zanguni, uongozi kama huu, haya mabenki yanapoona sasa inakuja masuala ya kifinancial ambayo yanampa uhuru mwananchi, sisi tutaenda wapi? Ina maana na sisi hatuna kazi. Ni sawa na vile ambavyo
hatari inavyokuja, kama tunavyofahamu, maroboti yanaenda kuchukua baadhi ya mambo mengi na AI ambayo wanafanya watu wanaenda kupoteza kazi. Ndio kitu ambacho hata mabenki na yenyewe yanaenda kukosa kila kitu, vitu vingi vinaenda kukosekana, hata wafanyakazi kwenda kazini wale waliokuwa wameajiriwa na wenyewe wanaenda kukosa ajira, kwa sababu mfumo wa kipesa utakuwa ni mfumo ambao hauhitaji mtu akahudumiwe benki, sio akapewa mwongozo kwamba unatakiwa uende hapa, sio nenda kwenye chumba namba 1 pale, sio namba 2, mapokezi amna, mapokezi akakae nani? Kwao hata tu wafanyakazi nao wako hatarini. Sembuse magavana na manini. We gavana unaongoza nini wakati mifumo itakuwa inajiendesha kiblockchain? Haina mmiliki. Sasa mkitaka kujua hii ni vita ambayo ni ngumu, hata waanzilishi tu wale wa kwanza waliona miaka 10 mbele. Walijua hii kitu naenda kupambana na serikali. Kwa hiyo nikijulikana ni noma, ndio maana imetengenezwa Bitcoin. Imefanya kazi vizuri na hawana wani, wamebaki tu kusema Satoshi na kumbe mwamba na wazumu yupo tu, niko kama niko ametu jamani, samanini na watalia tu, sio niko bwana, ni Satoshi. Kwa hiyo aliyeanzisha alijua anachokifanya sana, alijua mabenki jinsi ambavyo yanawanyonya sana wananchi. Kwa mkiangalia hii cryptocurrency aliyeianzisha ni kama vile alikuwa na lengo. Kwanza nina uhakika kuwa yawezekana hata mwanzilishi mwenyewe wa Bitcoin na yeye ni mwathirika mkubwa sana wa mifumo iliyopo ya sasa hivi ya kibenki. Aliona kuwa inaumiza sana. Mwisho wa siku akaona bora afanye kitu ambacho ni cha uhuru sana. Wewe ukitunza hela yako, wewe mtu asikufuatilie kuwa una shilingi ngapi, kwa nini unafanya nini, aone tu miamala lakini asijue wewe ni nani, ili aje kutafuta seme hizo hela unazitoaga wapi hizo nyingi. Sasa mbona tukiwa maskini hatuulizwagi kwa nini wewe ni maskini? Ndio maana nasema elimu na akili ni vitu viwili tofauti. Tungekuaga na akili, viongozi wetu wangekuwa wanapambanaga sana na hali ya kujaji watu na kuwaweka ndani. Kwa nini wewe ni maskini? Kwa nini wewe mpaka saizi kijana hauna namna yoyote? Tuambie una mpango gani? Nyinyi ndio mnatuletea shida hapa nchini, mnakuwa wezi. Mikakati kama hiyo haipo, lakini umepambana kwa njia zako wewe, ulikuwa hulali, umepata hela, unaulizwa umezikuta wapi? Sasa wewe kwenye matumizi tuulizane, kwenye kutafuta sasa tunajenga uchumi. Kumbe mnakumbuka kwamba kujenga uchumi ilikuwa ni swala la kuhojiana pale ambapo watu maisha hayaendi, pale ambapo ni maskini. Lakini ona sasa, eti mtu umepambana ndio uulizwe hizi hela nyingi unazitoaga wapi? Za nini zote hizi? Tuambie vizuri umezipataje? Lakini mifumo ya kukuza uchumi kwamba vijana wahamasishwe wafanye kazi, wahojiwe kwa nini ni maskini, ziwepo na sheria watunge kabisa ambazo kijana akifikisha umri fulani hana kazi yoyote, lazima afikiriwe, atathiminiwe, huyu anatuonaje sisi? Ana mwelekeo gani huyu kijana, vipi anataka kuwa mwizi? Sheria ndogo ndogo kama hizo, tungesema kweli sisi watu tuna akili. Kwa sababu gani? Tunapambania vitu ambavyo vitaondoa athari za watu kuzagaa bila kazi, zitaongeza tija, watu wafanye kazi, waongeze pato la taifa, kwa sababu kuna sheria zinazobana, zinakataza umaskini. Sheria zinabana kweli kweli, yani mtu mpaka una data. Yani watu wao wanajificha vichakani, wakiona baadhi ya timu kama vile migambo wanapita, nasema wakinikuta mida hii mimi na shangaa kwenye maprotebo hapa, niko ndani. Watu watakuwa wanakimbizana kulazimisha kazi. Mpaka anasingizia kwamba nilikuja mara moja kupiga deki chooni, kwa sababu tu wamembamba hana kazi. Yani watu wao wanajitetea kituoni kule, unaenda kumgomboa mtu, wamemkamata ndugu yako alikuwa hana kazi ya kufanya. Hizo ndo akili hizo. Tungeendelea kweli kweli. Lakini sasa ona elimu inavyotupeleka. Subiri mtu apate afu seme kwa nini umepata nyingi? Kwa nini umepata? Sasa ndo mtagundua kumbe muda mwingine hii mifumo haitutaki utajiri. Ndio maana yake haitutaki utajiri, na ndio maana yenyewe ipo kwa ajili ya kudai kodi, lakini haipo tayari kwa ajili ya kutoa ukafanye biashara ili na hiyo kodi yenyewe uipate. Kwa hiyo ndio maana watu wana data sana inapokuja hii mifumo ambayo
ni ya kuweza kuleta uhuru kwa wananchi wawe huru. Wanasema kwa nini mwananchi awe huru? Kwa nini awe huru huyu bwege? Kwa sisi wanatuona mabwege? Hapana ndugu zanguni. Mimi kwa maoni yangu naona kama hili jambo lipo kawaida sana. Lipo kawaida sana, wala halina namna yoyote ambayo inaweza likanani, kwa sababu mpaka saizi huko kimeumana huko. Watu wa mabenki na watu wa crypto kimeumana bado, kwa sababu hii ni vita mla. Hii ni vita mla. Na wakizingua kinawalamba. Kwa nini niwaambie? Teknolojia ina nguvu kuliko serikali. Mimi niwaambieni, hebu fikiria. Kwa sasa hivi wapo katika kubishana namna ya masilahi watu wa crypto na watu wa mabenki, ambapo naweza nikasema ni serikali, si ndio? Lakini mkiangalia hapa katikati, nani ana nguvu? Kwa sababu watu wa teknolojia wakisema na sisi tunabaki na teknolojia zetu, sijui kama mnanielewa. Kwa sababu mpaka hiyo mifumo yenyewe ya kusema wewe serikali kuambie kuna kitu inachunguza, itachunguza kupitia nini? Serikali kisema inamtafuta mtu labda amefanya uhalifu, itampata kupitia nini? Manake lazima watumie mifumo ya interneti. Sasa watu wa mifumo ya interneti wakaungana kwamba sisi ni teknolojia, tunaipigania Web3, serikali zinaanza kutuzingua. Nyie mnafikiri nani atashindwa hii vita? Kwa sababu watu wa Google wakianza kuungana na watu wa crypto, wakaungana mifumo, watumiaji wao wafanye crypto na interneti kwa kutumia crypto. Kwani hawa serikali ni akina nani? Si ni wananchi? Na wao si raia kama mtu mtu kama raia. Jamani, nacheka kama mazuri lakini ana mambo basi tu. Lakini kusema ukweli, wewe ambaye umeelewa, wewe ambaye uko mbele ya muda, una mine crypto, ndugu yangu, mine crypto. Achana na hizi kelembwende zingine hizi. Hivi ni viamsha tu, kwa sababu mara nyingi niwaambieni tu, watu wanaotuongoza, watu waliotuzidi, asilimia kubwa hawajapita njia nyingine yoyote. Wamepitia elimu hii ya kwetu, hii tunaifahamu, hii ambayo ni ya kukariri vitu. Sasa wewe unafikiri nini? Kama naye kuongoza alifanya mtihani ajibu vile alivyofundishwa, unaniambia huyu anaweza kawa na kitu cha kwake kichwani cha kuweza tu kufikiria kwa haraka kuiona dunia inaenda wapi? Ana akili hizo? Kwa sababu gani? Lazima kumbuke, kama hakuna somo la dunia inaenda wapi, tuko wapi kwenye nchi hii, yani hakuna kitabu kinachoonyesha dunia inaenda wapi, inafanya nini. Utakuta huku masomo yana majina tofauti tu, hamna somo kama hilo. Mtu kama huyo atakuwa kiongozi wako, atakwambia haya mambo ni haramu. Lakini inashangaza, atakwambia ni haramu, sijui hayatakiwi, yana hatari. Lakini hizo hatari anazozisema, we mrudishe nyuma kidogo. Ni mambo mangapi ambayo yenye mfumo huu? Je, mmejifunza nini? Mbona bado mnaendelea kufanya ujinga? Kwa sababu mkileta mifumo ya kuchunguza, mnachunguza nini ambacho nyie mmekibuni? Kwa sababu vitu kwanza mtakavyovitumia kuchunguzia ni vitu vilivyotengenezwa na wenzenu. Vitu mnavyovisema vina hatari ni vitu ambavyo nyie hamjawahi kutengeneza, vitu ambavyo ni salama. Kwa utagundua kuwa mwenye macho ambiwi tazama, ukiambiwa changanya na za kwako. Kwa ukikaa tu kusema kuwa kila kitu nakitegemea serikali, serikali ni nzuri pale ambapo inakuwa imepata watu ambao ni watu wenye maono sana. Lakini ukipata watu ambao wana elimu, utasumbuka sana, kwa sababu wao watafuata ile miongozo. Mimi niwape mfano mmoja. Ni wangapi waliosomea uchumi, masuala ya kiuchumi wana maisha mazuri au wana uchumi mkubwa? Utagundua kuwa uchumi wa kwenye vitabu na uchumi huu wa akili tu za kubahatisha mlalahoi, ambaye yeye afuati, yani yeye anachoangalia amejumua, ameuza. Lakini mwana uchumi anaanza kukupigia hesabu, sijui angalia population ya watu, sijui iwe nini na nini, yani anakupigia masuala ya kiuchumi mahesabu
chungu nzima, yani anakuambia kanuni chungu nzima za kufanya biashara, lakini hizo kanuni hazifanyi kitu chochote. Sisi tunaenda, umepata hasara, faida, humo unachanganya, lakini tumeona watu wanainuka. Alianzia kakibanda kadogo, yani kamekua, kwa sababu yule anatumia akili tu, hatumii elimu. Lakini elimu zinaanza kukuambia vigezo na ambavyo hata havina maana yoyote. Yani unaviangalia hivi vitu vina maana gani? Kwa ni sawa na kujifunza hesabu shuleni, ambazo mwisho wa siku watu wanahitimu, wanarudi majumbani. Hizo hesabu kwenye maisha huko hatutafuti sisi, huku tunatafuta hela tu. Watu wana akili za kutafuta hela, hawana akili za kusolve mahesabu. Wewe hesabu unajifunza hesabu ili ukasolve hela za nani ambazo utaenda kuzihesabu? Kwa sababu wewe unajifunza hisabati, kugawanya na kuzidisha. Wenzio huku mtaani wanapambana kufanya kazi tu za kutafuta hela, wanazozipata ndo wanazihesabu kwa sababu wanazijua kulingana na uwezo wao. Sasa aliyesoma ndo tunajikuta tuna wasomi wengi, mambo hayaendi kwa sababu utofauti wa elimu na akili. Yani ndo hapo tu kuwa elimu watu wanakariri, akili watu wanafikiria, wako active moja kwa moja, yani wako live mzee baba, yani wako live. Unaona? Kwa hiyo hauwezi kuwa unakuwa eti mwana hisabati mzuri alafu unakuja huku mtaani utakuja kuhesabu hela za nani? Sasa wewe ukihitimu ukiwa mwana mathematics mzuri, ukirudi huku mtaani inabidi utafute hela nyingi alafu ndio ujue na kuzihesabu. Kwa sababu huwezi ukaja kuhesabu hela za wenzio ambazo hujazitafuta, hata njia za kutafuta hujui. Kwa hiyo akili ni bora sana. Watu wanaobuni teknolojia wana akili kuliko watu ambao wana elimu tu, wamesomea kitu, wamekariri. Walikuwa wanaambiwa mtihani wa math umetoka, unaenda kujibu jinsi mlivyofundishwa, wale wako ujibu tofauti. Eti waambiwe binadamu wa kwanza alikuwa nyani. Alafu umemaliza elimu unakuja kwenda kanisani unasema Mungu aliumba Adamu na Hawa. Ile ni wewe mwenyewe. Sasa sijui wewe unakuwa unajiona wapi? Kuwa elimu ni vitu ambavyo tunakaririshwa ambavyo mla mwingine havina hata maana. Wewe mtoto wako kwenye mtihani aje ajibu kusema binadamu wa kwanza ni Adamu na Hawa. Anakosa, anafeli na hapati cheo. Wote maprofesa hao mnaowaona hao wataalamu wote walishajibu majibu yao kule. Hakuna aliyesemaga binadamu alikuwa Adamu na Hawa au aliumbwa na Mungu. Wanasema alikuwa nyani kwenye masomo, na ndio hayo majibu ndio yamewafikisha hapo walipo, wametoboa, wana degree. Lakini yote majibu waliokuwa wanajibu walikuwa wanajibu hivyo hivyo, kusema kwamba binadamu wa kwanza alikuwa nyani. Sasa wewe niambie, unafikiri nini? Kumbe elimu tunakaririshwa vitu. Kwa hiyo ambavyo hatujakaririshwa ndio hivyo tena. Lakini akili zinafikiri tu. Ni kali kweli kweli. Mungu anatumia akili. Ndio maana aliumba vitu kwa akili. Hana elimu Mungu, ana akili, ana uwezo. Kwa hiyo ndio maana anasemaga sisi ni mfano wake kidogo. Kuna vya akili tunavyo, ametupa vya uwezo wetu, lakini sasa kuna vitu vipya vimekuja ambavyo vinaitwa elimu. Ndio hivyo ambavyo vimesaidia. Kwani yani jamani, siwachosha sana bwana. Sababu ni mwenyewe niko kwenye taifa la elimu hizi. Lakini sio mbaya. Ndio Afrika yetu inabidi tuipende tu, kwa sababu sisi bwana tuna elimu. Tuna elimu sana, kubwa sana. Tuna watu wasomi sana. Tukubaliane nao. Tukubaliane nao tu. Wewe mtu anakuelekezea jambo faida nyingi zaidi kuliko hasara. Wewe unaonaje kama yani haiwezekani, yani mtu ambaye yeye amekupa jibu la mwisho kusema ameziona hasara nyingi sana kwenye hicho kitu. Wewe jiulize harakati zake hizo zilianzia wapi mpaka kweli na sisi tukaamini hizo hasara, au hiyo elimu ilianzia wapi mpaka tukaziona, mpaka wahojiwe kwanza ndo wanaelezea. Manake ni kwamba hivi vitu wanatoa tu majibu ya kukatisha watu tamaa, ya kuwaziba watu waone giza tu mbele, yani wasione lolote. Kwa sababu lazima kama vitu kama hivi, vitu vinavyohusu uchumi wa nchi, wangevigundua toka mwanzo, elimu zingeanza kupita. Jamani, hapa nchini kuna vitu vimeingia, sijui vinaitwa crypto, havina maana yote, hata ukivisikia kama ambavyo wanasema ogopa matapeli.
wangevikataza, piga marufuku hivyo na hivyo. Na hizo athari wao wamefanya uchunguzi kwamba kweli ni athari ambazo ziko 1, 2, 3. Labda mtu ukiwa unafanya hiyo crypto haupati hela, unafilisika. Lakini kama sijui nisemaje, alafu inashangaza sana kwa sababu kwa idadi ya watu wanaofanya crypto ni ndogo sana. Alafu mpaka wakasema kwamba hivyo vitu wananchi wajiepushe navyo. Mimi ndo nasema ila kwa kweli elimu ni kazi sana. Yaani kwa nini binadamu hatupendani sisi kwa sisi? Hata mtu usiyemsaidia mtaji akifanikiwa roho inakuuma. Yaani mtu na liloli baya ambalo mtu utaki afanikiwe hata kwa njia zake yeye mwenyewe anazozitafuta yeye huko, hujampa mtaji, unataka tu mkataze njia zake zinazomsaidia. Je, kweli wakifanya uchunguzi hapa Tanzania hii, wawatafute watu wote wanaojihusisha na crypto, alafu wawafananishe na watu ambao hawafanyi crypto, vijana ambao labda wanafanya sasa kazi halali, mfano bodaboda, yani wamchukue watu ambao wanafanya bodaboda hizi, wanajitusini kazi halali na hizo za crypto. Nani ana hela? Nani ana smart money? Mwisho wa siku wataanza tu kusema umezitoa wapi hizi? Unaambia fungua Binance baba, ndo tuulizane vizuri, vinginevyo uweze kunielewa na elimu. Shikamoo elimu kwa kweli. Power, precision, possibility. This is Binance. Trade, earn, and grow on the world's leading crypto platform. Install the Binance app today and use referral code 386 to unlock your welcome bonus.